Mpendwa msikilizaji wetu, leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa pili ya mwaka huu 2026, nipende kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu mazuri ya makesha ya asubuhi kwa vijana wetu. Somo la leo ni somo lenye kichwa kisemacho Amri 10 katika mlima wa Sinai. Nalo limejengwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 na sura ya 20. Fungu lake kuu litatoka kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la kwanza mpaka fungu la 3. Nalo linasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Na kabla kuendelea basi tuweze kuomba. Asante Bwana kwa upendo wako, kwa kutuokoa kutoka kwenye dhambi. Tusaidie kuona amri zako kwamba sio makatazo bali ni uwezeshaji wa kumshinda mwovu na kujitayarisha kuishi nawe milele zote kwa raha tele, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Mlima wa Sinai ambao pia unaitwa mlima wa Mungu upo Misri. Mwezi wa 3 baada ya kutoka Misri, Waisraeli walifika jangwa la Sinai, wakapiga kambi wakiukabili mlima. Bwana akamwita Musa kutoka kwenye ule mlima na kusema, utawaambia wana wa Yakobo na kuwaarifu Waisraeli, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai. Akawaagiza waitii sauti yake kweli kweli na kulishika agano lake. Hapo ndipo watakapokuwa tunu kwake kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yake. Kutoka sura ya 19 fungu la 4. Akawaambia watakuwa ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwafunulia maneno yote Bwana aliyoagiza. Watu wakaitika pamoja wakisema, hayo yote aliyosema Bwana tutayatenda. Naye Musa akamwambia Bwana mwitikio wa watu hao. Bwana akasema, mtasogea na atasogea ili watu wamsikie atakaposema na Musa, ili watu wamwamini Musa pia. Bwana akamwambia Musa, waambie watu waende wajitakase siku hiyo na kesho yake, na wazifue nguo zao na kuwa tayari, na siku ya 3 atashuka katika mlima Sinai machoni pa watu wale wote. Soma kitabu cha Kutoka sura ya 19 fungu la 10 mpaka la 15. Akamwambia aweke mpaka pande zote chini ya mlima, na watu wajihadhari wasipande mlima wala wasiguse mapambizo yake. Akasisitiza kila mtu au mnyama atakayeugusa mlima huu atauawa kwa mawe au mkuki. Wakapewa maagizo pale panda itakapotoa sauti ya kufuliza, yani ya muda mrefu na iliyo ya juu, ndipo wakaribie mlima. Musa akashuka mlimani akawaambia watu wajitakase na kufua nguo zao na kutokuwa na mahusiano ya ndoa kwa siku 3. Siku ya 3 asubuhi palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana. Woga ukawaingia watu waliokuwa chini ya mlima na wakatetemeka. Musa akawatoa kwenye kituo ili waonane na Mungu. Wakasimama chini ya mlima na mlima ukatoa moshi kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na moshi ukapanda juu kama kwenye tanulu, na mlima wote ukatetemeka sana. Bwana akashuka kwenye kilele cha mlima na kumwita Musa. Musa akapanda kileleni, na ndipo Bwana akamwambia ashuke na awaonye watu wake wasije wakalazimisha kuja juu kutazama na kuangamia. Makuhani nao walipaswa kujitakasa ili wamkaribiapo Bwana wasije wakapatwa na ghadhabu. Bwana akamwambia Musa na Haruni wapande juu, bali makuhani na watu wasije juu. Mungu akanena amri 10 akiwakumbushia kwanza mema makuu na upendo wake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Hii ni ahadi na wema wa Mungu, na ni vyema kuelewa kwa sababu wengi wanazungumza amri 10 bila kutilia maanani kwamba Bwana ametukumbusha kwamba ametutoa katika nyumba ya utumwa wa dhambi kabla amri hazijatamkwa. Mungu alikuwa ametuonesha upendo wake mwingi. Shetani ni mnyapara mwenye ukatili na uonevu mwingi. Mungu atusaidie tuepuke utumwa wake na kutambua kwa kina urefu na upana wa wema wa Mungu. Kila amri au agizo lake ni uwezeshaji. Upendo na amri za Mungu huendana pamoja. Amri za Mungu ni ahadi za uwezeshaji na wala sio makatazo kama tunavyofikiri. Mwenyezi Mungu anasema, nitakuwezesha usiwe na miungu mingine
nitakuwezesha usijifanyie sanamu ya kuchonga, nitakuwezesha usilitaje jina langu bure, nitakuwezesha upumzike na kutunza sabato, nitakuwezesha uwaheshimu baba na mama yako, nitakuwezesha usiue, nitakuwezesha usifanye ngono chafu, nitakuwezesha usiseme uongo, nitakuwezesha usichukue kitu cha jirani yako, nitakuwezesha usitamani mali ya jirani yako. Amri ya kwanza: usiwe na miungu mingine ila mimi. Hii inaonyesha kuwa Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu. Tunavyotumia muda wetu, mali zetu, karama, miili au chochote, yeye awe wa kwanza. Upendo hutufanya tumwabudu Mungu. Amri ya pili: usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 chao nichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Upendo hutufanya tumwabudu Mungu na sio miungu mingine ambayo inatumiwa na mapepo. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 fungu la 16 mpaka fungu la 17. Siku hizi kuna miungu mingi ambayo haichongwi. Miungu hii ni kama vile michezo au vitu vya kuchezea, kazi, tumbo, mke, mtoto, kompyuta, gari, nyumba, uzuri, maoni, fikra, vitu, mali, fashion, urembo, uzuri, elimu, burudani, mvuto na mengine mengi. Kwa jumla, maswali ya kujiuliza ni haya matano: je, ninatumia wakati wangu wapi? Je, pesa zangu ninatumia wapi? Je, ninajipatia furaha yangu wapi? Ni nini kipo kwenye mawazo au moyo wangu kila wakati? Je, ninapenda kushiriki burudani gani? Amri ya tatu: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Hatupaswi kuwapa haki ya Mungu. Kweli yetu iwe kweli, na hiyo inatosha. Kutaja jina la Mungu bure pia ni kusema kuwa tu wanawake, ila matendo yetu ni maovu, hayamwakilishi vyema. Hivyo watu wanadharau jina lake kwa sababu ya matendo yetu. Mungu atatuwezesha kumheshimu na kuliheshimu jina lake. Amri ya 4: ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya marango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Amri hii ndiyo ndefu kwa maandishi na inaonekana kuwa utumwani wana wa Israeli walisahau kutunza siku ya sabato, hivyo walikumbushwa tena. Isaya sura ya 58 anasema, siku hii si ya kufanya anasa na shughuli zetu, tuifanye ya kupendeza na sio ya utumwa, tukichukia kwenda ibada au kwamba kuchwe haraka ili tuendelee na kazi zetu. Ni siku ya mahusiano naye. Siku hii ni ya ibada, kumwabudu yeye aliyetuumba na kutenda matendo mema. Siku ya kwanza ya juma ni siku ambayo Yesu alifufuka kutoka katika wafu. Inaendelea kuorozeshwa katika Marko 16 fungu la 2, Luka sura ya 24 fungu la 1, Yohana sura ya 20 fungu la 1, Mathayo sura ya 28 fungu la 1, Marko sura ya 16 fungu la 9 mpaka la 20 na Yohana sura ya 20 fungu la 19. Kama uthibitisho wa madai hayo ambayo inatueleza bila kipingamizi kwamba sabato ni siku gani. Je, unazipenda baraka hizi za sabato katika Isaya sura ya 58? Kama ukigeuza mguu wako usiharifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe wala kuyatafuta ya kupendezayo wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Amri ya 5: waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Amri hii ndiyo pekee yenye ahadi. Ni muhimu sana kuheshimu wazazi na wakubwa wetu. Kuna wale ambao wamepata shida kwa kuwa na wazazi wenye tabia ngumu, lakini bado Mungu anasema tuwaheshimu.
hata hivyo maagizo yao yakitofautiana na Mungu. Matendo sura ya 5 fungu la 29 inatuagiza kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Wakiwa wazee, usiache wazazi wako wataabike wakati una uwezo wa kuwatunza. Uwe na mapenzi nao na usione aibu kuwatambulisha kwa marafiki zako. Amri ya 6, usiue. Hii ndiyo amri fupi kupita zote, ila ina uzito wake katika amri 6 za mahusiano kati yetu sisi kwa sisi. Amri hii ipo kwenye mahakama zote duniani. Kristo aliongeza kwamba hata kuwa na chuki na mtu ni kuua pia. Pengine hatujapata nafasi kumuua mtu au tunaogopa adhabu. Tuungame, tusiache chuki, tumalize, kisha tumwambie Mungu atusaidie chuki itutoke. Tunapompenda Mungu na jirani, hatutawaangamiza watu. Amri ya 7, usizini. Amri hii inasimamia kutofanya uasherati au uchafu wa ngono wa aina yoyote. Mtu asifanye ngono yoyote isipokuwa ndani ya ndoa. Jitunze kwa mawazo, maneno na matendo. Epuka mambo yatakayokufanya uingie katika dhambi hii, aidha kwa kuzungumza na jinsia nyingine mafichoni au gizani pasipo na watu. Kumtamani mke au mume asiye wako ni kuzini pia. Tukiwa na upendo kwa jirani, hatutamchukua mke au mume wake. Amri ya 8, usiibe. Kuchukua chochote kisicho chetu au kuazima bila kurudisha ni wizi. Tunaweza kuwa wezi wa muda kwa kutofanya kazi tunapotakiwa au wezi wa kalamu. Kuna wizi wa aina nyingi, hebu tujipeleleze. Tukipenda majirani zetu, tunapoazima vitu vyao tutavirudisha. Amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Mtu mmoja alisema mimi sina dhambi, mwingine alijibu papo hapo, umefanya dhambi kwa kusema uongo, kwa kuwa kila mtu amefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo tuungame kwa toba ya kweli na kuomba nguvu za kuishi maisha ya utakatifu. Tunasema uongo kwa njia nyingi, hata kwa kunyamaza bila kusema ukweli tumesema uongo. Kwa ishara za kukonyeza kwa jicho, mtazamo, kutumia mkono, kutia chumvi, kashfa, kupotosha ukweli, kuharibu sifa ya mtu kwa maneno ambayo huna uhakika nayo, au hata kuikandamiza kweli. Amri ya 10, usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Inawezekana mara nyingi tuna wivu bila kujua kuwa tunao. Moyo ni mdanganyifu. Hebu ufurahi mwenzako akifanikiwa, wala usimtakie uovu au kumtendea mabaya. Amri 4 za kwanza zilihusika na uhusiano wetu na Mungu, na zile 6 zinazofuatia ni uhusiano wetu na binadamu wenzetu. Yaani tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, akili zetu zote, nguvu zetu zote na roho zetu zote, na nyingine inayofanana na hiyo. Biblia inasema ni tumpende jirani kama nafsi zetu. Hizi zinahusiana. Hatuwezi kumgusa Mungu bila kugusa watu. Amri hizi 2 ndiyo muhtasari ya maandiko ya Mungu. Sheria za Mungu si mashauri 10 au maoni 10, bali ni amri 10, maagizo yake, sheria yake. Dhambi ni uasi wa sheria hizi. Sheria ni kioo cha kujiangalia ni wapi pa kusahihisha. Ziliandikwa kwa mawe ikionyesha ni za kudumu milele. Wengine wanasema ni za agano la kale. Hapana. Mbingu na dunia zitatoweka, lakini si hizi, maana ndiyo msingi wa serikali ya Mungu, ni tabia yake na ni za milele. Tusichanganye na sheria za kafara zilizohusika na kafara tunazozisoma katika kitabu cha Mwanzo mpaka Walawi. Hizi zilikoma baada ya Yesu kufa msalabani. Leo pia nitakuacha na maswali. Swali la kwanza, amri 4 za kwanza zinasemaje? Swali la pili, amri 6 za mwisho zinasemaje? Swali la 3, amri 2 kuu zinasemaje? Swali la 4, dhambi ni nini? Swali la 5, kwa nini amri 10 ni zaidi ya ushauri au mapendekezo bora tu? Swali la 6, kwa nini amri ni za milele na si za wakati fulani tu? Swali la 7, kwa nini sheria inaitwa ni kioo na wala haiwezi kuondoa dhambi? Swali la 8, swali la mwisho, kuna tofauti gani kati ya sheria za kafara na amri 10? Mpendwa msikilizaji wetu, Mungu akubariki sana kwa kudumu kuwa msikilizaji wetu na kuendelea kufuatilia masomo haya. Mimi ambaye nimekuwa nikikusomea masimulizi haya naitwa Barnabas Samuel Mlumbulila. Naye ambaye ameandaa somo hili
ni Madam Grace Momadi. Hadi wakati mwingine tena, tukutakie usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.